Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary, mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya tiba asili. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu, habari za muda huu popote ulipo. Mimi sijambo, namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri kabisa. Tumerudi tena katika mwendelezo wa vipindi mbalimbali vya tiba na miti na kuonyeshana tiba mbalimbali kwa kutumia miti shamba. Mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mgeni katika hii video na unaitazama kwa mara ya kwanza, na kuomba usubscribe, share kwa wengine nao wakapata darasa hili ambalo naenda kukufundisha sasa hivi. Litawasaidia pia na wao waweze kunufaika na dawa za asili pamoja na miti shamba. Moja kwa moja tunaenda kujifunza namna ya kutatua changamoto ya figo. Wale wanaosumbuliwa na figo pamoja na homa ya ini. Ambao wewe unasumbuliwa na homa ya ini, umebadilika rangi katika macho pamoja na mwili, umekuwa wa njano, basi sikiliza kwa umakini sana. Na kwa wewe ambao figo yako ina maji, figo yako ina mawe, basi nakuomba usikilize kwa umakini sana hili darasa na somo hili ili likusaidie. Nataka nikuonyeshe mti wa mzalia nyuma. Huu hapa ni mzalia nyuma kama unavyouona. Huu mzalia nyuma una sifa nyingi na una faida nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Leo naenda kukuonyesha faida mbili tu katika kutatulia changamoto ya figo. Unachotakiwa utafute mzalia nyuma wote kama ulivyo pamoja na mizizi yake. Utachukua huu mti kama ulivyo pamoja na mizizi yake, utauchemsha. Ukiwa hivi hivi, utauchemsha, pima maji kikombe cha chai, basi utatumia kunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14 kwa wewe ambao unasumbuliwa na figo. Kwa hivyo dawa hii unaweza ukatumia ikiwa mbichi, lakini pia unaweza ukaukausha kwenye jua, lakini jua lisiwe kali sana, ambalo sehemu ambayo kuna kivuli. Lakini kwa wale ambao unaweza ukatumia mashine kwa ajili ya kukausha huu mmea, basi itafaa zaidi kwa ajili ya kutengeneza unga wake. Kwa hiyo utatengeneza unga wa huu mzalia nyuma na utakuwa unatumia kijiko cha chai kutwa mara 2. Utatumia kikombe cha chai kwa kutumia unga kipimo cha kijiko cha chai kwa muda wa siku 21 kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya figo pamoja na ini. Kwa hivyo utaondoa sumu na bakteria kwa huu mzalia nyuma tu na utaepukana na gharama kubwa. Zingatia dozi asubuhi na jioni kila siku kwa muda wa siku 21 ambazo ni wiki 3. Kwa hivyo huu mzalia nyuma utakusaidia sana wewe kutoa changamoto ambayo inakusumbua. Mzalia nyuma pia ni mmea ambao unaondoa sumu mwilini. Kwa hivyo upendelea kunywa asubuhi kama chai. Kabla hujanywa chai yako, hakikisha unatumia mzalia nyuma, alafu kisha ndio unakunywa chai yako kwa ajili ya kusafisha mwili na kuondoa bakteria wote wabaya katika figo. Hata kama hauumwi figo au ini, lakini ni vizuri sana kusafisha kwa kutumia huu mzalia nyuma ili kuepukana na maradhi ambayo yatakuja kukukumba makubwa. Kwa hivyo huu mzalia nyuma unatakiwa utumie wewe ambaye ni mtu mzima, hatakiwi kutumia mjamzito wala kutumia mtoto mdogo. Kwa hivyo wajawazito na watoto wadogo hawaruhusiwi kabisa kutumia huu mzalia nyuma. Wewe tumia ukiwa una mtu mzima ambaye hauna changamoto nyingine ambazo nimekuelekeza hapo ili ziweze kukusaidia katika afya yako. Mimi naitwa Dr. Mary, napatikana Buza, Dar es Salaam. Popote ulipo utapata huduma zetu za dawa. Tutakuandalia ukiwa unahitaji huu mzalia nyuma ukiwa unga, basi tutakuandalia na kukutumia popote ulipo. Lakini pia mpendwa mtazamaji, na kuomba usubscribe. Kama bado hujasubscribe, subscribe, share kwa wengine nao wakapate darasa hili la mzalia nyuma, ili na wao waweze kunufaika na tiba hii ambayo nimekuelekeza hapo. Mpendwa mtazamaji wangu, kwa wale wana changamoto za biashara, kazi, pamoja na kukataliwa na watu,
Wale ambao wanasumbuliwa na pesa haikai, mikopo ni mingi, karibuni sana niweze kukuonyesha njia rahisi ya kuhifadhi pesa bila kupotea. Mpendwa mtazamaji wangu, bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Utanipata WhatsApp na kawaida popote ulipo, na kukaribisha sana. Tutaonana katika darasa lingine. Endelea kufuatilia chaneli hii ya Dr. Mary Herbal Center kwa tiba na madarasa mbalimbali ya tiba asili.